Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Mungu ametupa neema ya kujifunza, na leo tunaenda kuangalia ndoto kuu 6 zinazoonesha maagano ya ukoo, mizimu na kizazi ambayo yataweza kukuzuia kwenye safari ya maisha yako. Wengi ni wafanyabiashara, wengi ni wakulima, ni wafanyakazi, wengi ni watumishi, lakini huwa kuna roho za ukoo ambazo zimejipanga kuzuia hatima ya mwanadamu. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 10 mpaka 18, maandiko yanasema vita yetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme, mamlaka, jeshi la pepo wabaya na wakuu wa giza. Lakini vita hii ipo kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana Mungu anaagiza silaha za kutumia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo maombi na neno sio tu silaha kwenye kupambana na hila za shetani, bali pia zipo na zenyewe ni miongoni mwa, lakini sio hizo tu, bali kuna haki, kuna kusema kweli, kuna wokovu, kuna maombi, sala zote, kuombea watu wengine na vitu kadha wa kadha, kuteka fikra, mawazo na kuangusha ngome fikra. Na ukisoma kile kitabu cha Wakorinto wa pili sura ile ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 6, utagundua pia kuna silaha Yesu Kristo amezitaja kwamba lazima tuteke fikra, tuteke mawazo, tuteke hisia, tuangushe elimu na mawazo yote yanayojiinua zaidi ya elimu ya Mungu, lakini pia tupatilize maasi yote. Ndio maana huwa neno linasema kwamba tumtii Mungu na tumpinge shetani, naye atatukimbia. Tumkaribie Mungu naye atatukaribia. Kile kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 mpaka 10. Kwa hiyo haya nayo kufundisha yazingatie. Nataka tuangalie hizi ndoto zinazoonesha maagano ya ukoo, mizimu, mashetani na uchawi, na namna ya kuivunja na kuisambaratisha ili uweze kupenya kirahisi na kuwa mtu mkuu hapa duniani. Ndoto ya kwanza, unapota unachinja kijijini. Labda mnachinja kwa ajili ya matambiko, labda mnachinja kwa ajili ya mauaji, labda kuweka kaburini na vitu kama hivyo. Hizo zote ni ibada za kishetani ukiota ndoto ya hivyo. Ndoto ya pili, unaona unakula chakula kijijini, tena kwenye nyumba muda mwingine mlikotoka, au labda wameandaa chakula, labda au ni msiba kijijini. Hizo zote ni ishara za kukonektiwa na roho za mizimu, roho za maagano ya ukoo, roho za maagano ya kichawi. 3 ni kuna mganga kwenye nyumba yako ya ukoo, nyumba yenu ya familia. Lakini 4, unaposhangaa ndoto uko peku au uko uchi kijijini kwako, ila maana ni roho chafu zinakuandama. Au unashangaa unanyolewa nywele kijijini kwako, hizo zote ni roho chafu zinazokuwa zinalenga kukumaliza na kukuteketeza na kuiba ufahamu. 5, unapokula chakula shuleni, kijijini mlikomalizia, hiyo yote ni roho za kukuvuta, kukurudisha nyuma na vijijini ili ziweze kukumaliza. Lakini 6, upo kwenye nyumba ya wazazi wako kule ulikohama kijijini. Lakini 7 na mwisho, upo kwenye makaburi au kaburi la ukoo. Labda ni bibi yako, ni babu yako, ni ndugu yako, ni mama yako, ni baba yako alishafariki, unajiona upo kaburini pale. Ina maana ni roho za matambiko zikiwa zikivuta maisha yako ili kutaka kukurudisha nyuma. Ni nini ufanye? Cha kwanza, tembea katika wokovu kwa kumkiri Kristo, lakini pia na kuamini moyoni na kutokubali kurudishwa nyuma. Lakini cha pili ni kusimama katika kweli ya Mungu. 3 ni kusimama katika haki kwa kutenda haki. 4 ni kusimama katika utakatifu na kujitenga na kila chochote kisicho cha Mungu. 5 ni kusimama katika neno la Mungu lisilogoshiwa na kutoruhusu kujiunganisha na madhabahu za kishetani.
au za manabii wa uongo. 7 ni kusimama katika maombi hususan ya saa 6 mpaka saa 9 za usiku. Unapinga, unakataa, unabomoa, unaharibu. Lakini 8, unaweza utoe sadaka kwa ajili ya kujitenga na madhabahu za ukoo. Tunamwona watu waliotoa sadaka. Ibrahim alitoa sadaka za kujitenga na ukoo wa Tela. Lakini pia tunamwona huyu Gideon akitoa sadaka ya ng'ombe wenye umri wa miaka 7 kwa ajili ya kuvunja maashera ya baba yake na maagano na miungu ya Baali, ili aweze kusimama na kwenda kumtumikia Mungu. Mamilioni ya watu hatujui tunapochagua kumtumikia Yesu Kristo, wengi tunavutwa na roho za ukoo, wengi tunashambuliwa na roho za ukoo kwa sababu yale ni malango yalishatengenezwa tangu asili. Lakini pia wale mababu walitoa sadaka, kwa hiyo wakahararisha na wakatuuza. Ndio maana Yesu ujio wake alikuja kuhairisha zile sadaka na kuuzwa kwetu kipindi kile cha Adam na Hawa. Maana kipindi kile cha Adam na Hawa ina maana shetani alinunua dunia. Kwa hiyo wote tukawa mateka wa shetani. Kwa hiyo Mungu alipoona si vema, akamtuma mwanae wa pekee kama sadaka sasa ya kulipa na kuvunja ile sadaka walioitoa Adam na Hawa ya kumwasi Mungu na kujiuza kwa shetani, na laana ikampata mwanadamu ya kifo na mashambulizi ya kuzimu. Kwa hiyo tunachohitaji ni nini? Kwa sababu Bwana Yesu yupo na ameshatoa sadaka zinazohitajika kwa ajili ya ukombozi. Ni lazima sisi tusimame, tukimkiri yeye, tukimwamini yeye, tukitembea kama yeye alivyotembea na kujitenga na maasi yote ya ukoo, tabia zote chafu na mamlaka zote za kuzimu. Kuna mamilioni ya watu tunahitaji tumshinde shetani, lakini matendo ya maisha yetu si mazuri. Wengi tunadhuluma, wengi ni wachawi, wengi ni waganga, wengi ni walawiti, wengi tuna mawazo mabaya, wengi tuna hisia mbaya, wengi tuna chuki, hatusamei, na tunajifanya tunamtafuta Mungu na tunahitaji wokovu. Ndio maana asilimia kubwa ya warokole ni majanga. Ndio maana asilimia kubwa ya warokole wanashambuliwa, ni kwa sababu tunajifanya kumtafuta Mungu lakini tunatumia kanuni za shetani kudai haki ya Mungu. Leo na kuombea kwa Mungu akupe hekima, akupe maarifa, akupe uwezo, akupe nguvu ya kujidisconnect au kujitenga na kamba zote za ukoo. Kumbuka kwenye system za ukoo huwa kuna kamba. Ile kamba huwa ni kiunganishi cha damu kutoka upande wa mtoto kwenda kwa upande wa mama au wa baba, na kwenda kwa upande wa babu au bibi, mpaka kwenye mabibi na mabibi, mababu na mababu. Ndio maana ukisoma Ezekiel anakuambia hivi kwamba yule ambaye ataweza kusimama na Mungu atakata ile kamba, lakini yule atakayesimama na kuenenda katika njia mbaya za baba zao na babu zao, wale ina maana watarithi yale majanga ya mababu zao na mabibi zao. Ndio maana tukiangalia kwenye kitabu cha Ufalme tunaona mfalme huyu akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, naye akawa kama babu zake na bibi zake. Lakini wale waliosimama vizuri na Mungu kwa kufuata amri za Mungu, ina maana waliweza kujitenga na ule ukoo wa mababu yao. Na tunamwona Ibrahim anajitenga na ukoo wa Tela, tunamwona Gideon anajitenga na ukoo wa mababu zake, lakini tunamwona Daudi, Samuel anamtolea sadaka ili kumtenga na miungu ya kuzuia ya baba yake. Kwa hiyo hayo yote ni mambo ambayo tunahitaji tuyajue, tuyafahamu kama Wakristo, ili tusizidi kuishi kwenye maisha ya mizimu na mashetani. Na kuombea kwa Mungu akupe neema, akupe hekima, akupe akili, akupe ufahamu na nguvu ya kuweza kusimama na kushinda kirahisi. Na wapenda in Jesus mighty name. Shalom.